Alikuwa mcha Mungu, mwenye heri, mali nyingi na hekima. Aliishi Usi, mashariki ya Palestina kwa sasa. Kama ilivyo kawaida ya wanadamu, alipokea taarifa nzuri. Taarifa nzuri hizi zilimpa matumaini. Lakini ghafla hali ikabadilika na ikamfanya abadilishe kabisa mfumo wa maisha yake. Akawa amepokea taarifa mbaya ambazo hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kuzipokea kwa kawaida ya mwanadamu. Alifika mjumbe akasema, ng'ombe pamoja na punda wametekwa na kuchukuliwa. Wachungaji wote wameuawa, nimebaki mimi kuleta taarifa. Kabla huyo hajamaliza kuongea na kuondoka, akaja wa kondoo akasema, moto wa Mungu umeshuka kutoka mbinguni, umewaangamiza kondoo wote, wameteketea. Nimebaki mimi kuleta taarifa. Kabla hajamaliza kusema hayo, akaja wangamia akasema, wamevamia Wakaldayo msafara wa ngamia wakati wa malisho, wameondoka nao wote kupitia upanga wao. Nimebaki mimi kuleta taarifa. Hizo huenda hazikumstua sana, lakini ambayo ilimkatisha tamaa kabisa ni taarifa ambayo alileta mjumbe wa mwisho akisema, wanao wa kike na wa kiume wakiwa katika sherehe zao kwa mkubwa wao, wakipata chakula na mvinyo, upepo ulivuma mkali ukawaangukia majumba, wamekufa watu wote. Nimebaki mimi kuleta taarifa. Hii ilimkata sana, angesema watoto wa sasa hivi. Hii ilimuumiza sana. Ndipo Ayubu akasema, kwanza Ayubu akararua vazi lake, kwa amevaa joho, maana ya heshima na utawala. Akalirarua lile, alafu akasema, Bwana alitwaa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Karibu kwenye neno la leo. Asubuhi ya leo kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anaenda kukufundisha kupitia mtumishi wa Mungu Ayubu. Kuna kitu kikubwa mno ambacho Mungu anaenda kukufundisha kupitia mtumishi wa Mungu Ayubu. Neno la Mungu asubuhi ya leo, Ayubu 20 na mstari wa 20 wa 15. Ayubu 20 mstari wa 15. Amemeza mali naye ataitapika tena, Mungu ataitoa tumboni mwake. Amemeza mali naye ataitapika tena, Mungu ataitoa katika tumbo lake. Haya ni maneno ya kijasiri ambayo mtumishi wa Mungu Ayubu aliyatoa, ambaye leo hii yanatupa fundisho kubwa la kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Kama ambavyo huwa anasema kwamba neno linavyokuja linatupa ufahamu wa kutuamisha mahali pamoja kwenda mahali pengine. Na una heri wewe ambaye unasikiliza neno la Mungu asubuhi ya leo. Hii message inakuhusu, kwa hiyo sikiliza kwa makini sana. Kama ambavyo nimesema hapo mwanzo kwamba Ayubu alibarikiwa kwanza mali, alafu pili alikuwa na heri. Heri maana yake ni baraka. Nikisema una heri wewe, maana yake umebarikiwa wewe. Lakini pia huyu mtu alikuwa na mali nyingi, alafu pia alikuwa na hekima. Unaweza pia ukaona kwa nini Biblia inasema alikuwa na hekima, kwa sababu katika hali ya kawaida tu, baada ya mali zake zote kutwaliwa, kuondolewa, angeweza akamkufuru Mungu au angeweza akafanya kitu ambacho ni cha ovyo. Lakini nini alifanya? Yeye alisema kama Mungu alimpa, basi Mungu huyo ambaye alimpa ndio ambaye amechukua. Tunakuja kupata kumbe kweli Ayubu alikuwa na hekima. Hekima ni utashi wa kufanya
kufanya maamuzi, utashi wa utendaji wako. Hiyo ndo maana ya hekima, wisdom. So tunaona sasa Mungu anakuja, Ayubu anakuja anasema kwenye 20:15 kwamba amemeza mali, alafu ameingiza kwenye tumbo lake, alafu ataitapika tena. Tukiingia rohoni vizuri deep, tunagundua okay, kumbe Ayubu alitambua wazi kwamba ile mali yake haikuondolewa katika mazingira ya kawaida. Alitambua kwamba sio njia ya kawaida ambayo imeondoa mali yake iliyokuwa nayo. Sio njia ya kawaida ambayo ilichukua utajiri wake. Na ndio maana hapa na ujasiri anasema kwamba wewe umemeza mali, yani shetani. Lakini akuhakikishia kwamba wewe shetani, hiyo mali uliyoimeza utaitapika. Sijui unapita katika hali gani kiuchumi. Sijui katika masuala yako ya kiuchumi unapitia hali gani. Ila natambua katika hali ya kawaida huwa kuna downfalls na kuna ups, zile rise na kufall. Yaani kuna kipindi mambo yanakuwa mazuri, uchumi wako unakuwa mzuri, alafu kuna ghafla tu unakuja kuwa na downfall. Na kwa experience ambayo nimeipata, watu wengi wanapataga pesa alafu wanakuja wanaanguka, alafu hawanyanyuki, wanapotea. Na hii imekuwa kitu ya kawaida kwamba kuna baadhi ya watu wanafanikiwa, at the end of day hao watu wanakuja kugundua wamefilisika. Sasa sijajua chimbuko ni hapa au vipi, lakini ninachokijua, kama wewe unanisikiliza, uliwahi kuwa na pesa yako, uliwahi kuwa na mali yako alafu ikapotea, leo ni sehemu yako ya kuvuka hapa. Leo unavukia hapa hapa kuendelea mbele, kwa sababu Mungu anaenda kuirejesha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo alikupa hiyo mali. Na kama Mungu alikupa hiyo mali, mali yako ilikuwa ya halali, lazima uipate tena. Kwa nini? Kwa sababu ni formula ya Mungu kumrejea yule ambaye anampenda. Sio kila mtu anaweza kupata mali nyingi, japokuwa kila mtu ameumbwa kupata mali nyingi, hasa ambaye ana ufahamu. Ndio maana neno la Mungu nasema kwenye Waebrania, kwenye Waefeso, kwamba ametubariki na mali zote na baraka zote za rohoni. Na kila kitu kinaanzia rohoni. Kama unavyoona, nyumba inaanzia rohoni, gari mfano linaanzia rohoni, biashara kubwa, uwekezaji mkubwa unaanzia rohoni. Mtu anaanza kupata wazo, analichakata hilo wazo, alafu baadaye ndio kitu kinakuja kutokea mwilini. Ngoja nikuzanue kitu kimoja. Kama wewe ni mtu wa rohoni, unafuatilia baadhi ya mambo kwa undani, utagundua kwamba kuna wakati unawaza kufanya biashara fulani sehemu fulani, alafu unapopata hilo wazo, wakati unalichakata, unakuja kugundua kuna mtu anaenda kufanya biashara ile mahali pale. Unajua maana yake nini? Hiyo biashara ilikuwa yako. Wale wachunguliaji wameiona, wameifanya wao. Kwa Mungu anaanza wewe kukupa rohoni, akisubiri ufanye udhihirisho mwilini. Ila kwa kuwa wewe unajiuliza sana, maswali ni mengi, ndio maana wenzako wanaidaka, wanaifanyia kazi. Tafsiri yake ni nini? Kumbe Mungu anapenda aanze na wewe katika hali ulionayo. Hata kama uko sifuri, anaanza na wewe hapo. Na kwa Mungu chochote ni mtaji, hata kama ni shilingi 100 inatosha. Kwa sababu ngoja nikupe mfano. Kwa yule mwanamke wa Sarepta ambako alikutana na Elia, alikuwa na jonzi moja ambayo ni sawa tuseme kipimo kimoja cha unga, ambacho alikuwa anajiandaa, akiandaa yale afe na mwanae, kwa sababu no alternative, hakuna jinsi nyingine ya yeye kuweza kupata chakula na maisha yakaendelea. Kwa hiyo sasa Mungu kupitia Elia akaanzia pale ambako yule mwanamke alikuwa nako. Lakini pia tukija kwa habari ya Yesu na kuwalisha wale maelfu mikate na samaki, kwanza alikuwepo mwenye nacho. Mikate
5 na samaki moja, wakalisha watu 5,000. Kwa hiyo kile alichokuwa nacho yule kijana ndicho kilikuwa ni mtaji. Kwa hiyo Mungu alikiduplicate, alikifanya kuwa kingi, kikatosha watu wengi wakati mmoja. Nahisi kama hujanielewa vizuri. Ngoja nikupe hii. Kutoka 14:14, wakati wana wa Israeli wanakutana na bahari ya Shamu, wakati wanaanza kumlilia Musa kwamba umetutoa huko, umetuleta hapa kuja kufia baharini. Na kwa kuwa Musa hakuwa na cha kuongea, kwa sababu mbele wanakuja majeshi, nyuma anakuja majeshi ya Farao, alafu mbele ni bahari ya Shamu, aliambia kwanza watu, nyamazeni kimya, Bwana atawapigania. Tunamshukuru Musa kwa hiyo hekima aliyokuwa nayo kwanza ya kuwatuliza kwamba nyie kaeni kimya, alafu Mungu ataenda kuwapigania. Wakati anajiuliza, wakati watu wanasikilizia nini kitatokea, Musa akawasiliana na Mungu. Alafu Mungu akamwambia Musa, mkononi mwako una nini? Sio, unanielewa? Una nini cha kuanza nacho? Bwana asifiwe. Una nini cha kuanza nacho? Kwa hiyo ndio stage ya kwanza kama unataka maendeleo au mafanikio, utajiri wa Mungu. You have to have something to start with. Actually, sio lazima iwe pesa. Na mtaji sio pesa. Na ambao wanahisi mtaji ni pesa ndio wao wanafeli kabisa. Mtaji sio pesa. Hata kama una knowledge, hiyo tayari ni mtaji. Watu wanauza knowledge sasa hivi na wanafanikiwa kabisa bila shida yote. Kwa hicho ulicho nacho, hicho ndio kinaanza, alafu mambo mengine yanatokea. Mungu anashika hicho na anaendelea nayo. Na ndio maana kuna wakati aliwaambia, hata kama una imani kama punje ya radari, itatosha kuhamisha mlima, which is whatever you have kitakuwa ndio starting point. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo sasa turudi hapa kwa Ayubu, ambako Biblia inasema amemeza mali. Ni kuhakikishia kabisa Mungu alivyokuumba wewe. Kwanza kwenye Mwanzo 2:26 anasema kwanza akakuona umekuwa mwema. Yaani baada ya Mungu kukamilisha uumbaji wote siku zile 6, aliwaza siku ya 7 ni siku ya mapumziko. Aliwaza, akasema okay, nishatengeneza jua, nimetengeneza mwezi, nimetengeneza mbingu na nchi na ardhi, nimeshatengeneza wanyama wa kondeni, ndege, wanyama watambao, warukao na kila kitu. Akasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ili sasa aende akavitawala hivyo vitu vyote. Kwa hiyo automatically tu wewe ulivyoumbwa na ukazaliwa na mwanamke, tayari wewe ni mtawala. Na hakuna mtu ambaye hakuna mtawala ambaye atawali mali. Unaweza kuwa utawala ambaye utawali vitu vya thamani, nani anakutambua? Kwa hiyo mtawala ndiye anayeshikilia vitu vya nini, vya thamani. Kwa hiyo automatically wewe umeumbwa kuja kutawala dunia na vile vitu vya thamani ambavyo viko hapa duniani. Na ndio maana pia automatically kumbe Mungu anapokuwa amekufanya na kuzaliwa na mwanamke, tayari wewe umeshakuwa baraka. Tayari wewe ni mwenye heri, tayari wewe ni mwenye hekima, tayari wewe ni mwenye mali. Sasa hii mali inaenda wapi? Ni swali ambalo najua unajiuliza. Mali inaibiwa, mali inamezwa. Wapo wachunguliaji, wasoma nyota, waonaji ambao wanaweza wakakusoma na wakakuibia thamani, wakakuibia utajiri, wakakuibia nyota. Ndio maana nakwambia kama ulishawahi kunotice, unaweza ukapata wazo lako fulani la kufanya kitu fulani hata hapo mtaani kwako tu, ghafla ukoja kuona mtu tayari analo. Kwa kuna watu ambao ni wachunguliaji au wanaenda kwa wachunguliaji kuchungulia nini ambacho wewe mwenye thamani, wewe ambao ni wa Mungu hapo unakiwaza au unacho moyoni ambacho kitaleta faida na matokeo makubwa baadaye. Kumbe sisi Mungu alivyotufanya ni waanzilishi wa mambo. We are the
ni initiators pia wa mambo makubwa. Lakini je, unajijua? Hivi unajua tu wewe kwa pale mtaani kwa kuwa unamjua Mungu, wewe ndio nuru pale. Na hata sio kwamba naongea sio bla bla. Ni neno hilo nimesema, hamjui ninyi mmekuwa nuru ya ulimwengu. Kwa wale kwa kuwa wanajua wewe una Mungu, wanajua wewe una nuru. Lakini wewe unajua kwamba una nuru? Au wewe unajua kwamba wewe ni wa thamani? Au wewe unajua kwamba wewe una kila kitu? Kwa kuwa sisi tunachukulia easy, tunachukulia poa, tunajiona kawaida, wakati sio wa kawaida. Wenzetu wanachuchungulia, alafu wanakuja wanapiki hivyo vitu vya thamani, wanaenda kuvifanyia kazi. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunasikia, lakini hakuna action, hatua yote tunachukua, kwa sababu sisi tunachukulia poa. Lakini kweli ni kwamba tungekuwa tunaweza kufunuliwa hivi rohoni hivi, ukaona jinsi ulivyo wa thamani, jinsi ambavyo una nguvu, ungekuwa unajua jinsi ulivyo na nguvu za rohoni, kwa kuwa tu unampenda Mungu na unakaa kwenye njia zake, na ulivyo wa thamani, jinsi ambavyo unatafutwa, jinsi ambavyo unawindwa, jinsi ambavyo thamani na windwa. I say ungekuwa unafanyia kazi neno. Na Mungu kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 anasema, na baraka hizi zote zitawajilia kama mkishika na kutenda neno langu na maagizo ni wapayo. Shika hiyo. Na akasema, takubariki uingiapo utokapo, mashambani, mijini, utakopesha, utakopa, utakuwa kichwa sio mkia. Yaani katamka baraka nyingi, hakutakuwa na magonjwa kwako. Kwa hiyo sasa, ndugu zetu wale ambao ni walaaniwa, wasiomjua Mungu, kwa sababu wanamtumikia babao ambaye ni mlaaniwa, na wao wamelaaniwa. Kwa kama sisi tunamtumikia Yesu ambaye ni mshindi, na sisi ni washindi. Kwa hiyo sasa wale walaaniwa wanatuzidi wapi? Kwa sababu wana uwezo wa kutuchungulia nguvu ambayo waliiba kwa Adamu. Wanaweza kaona rohoni, akaona huyu mtu amebeba kitu kikubwa, kwa hiyo anafanya juu chini, akutege akuibie, akakifanyia kazi. Sasa hiyo mali yako ambayo Mungu alikubariki nayo, ambayo Mungu alikupa, ambayo maadui waliiba, mashetani waliiba, inarejea katika jina la Yesu. Kumbuka Ayubu alipoteza kila kitu, lakini baadaye akaja kunotice hivi vitu hivi nimevipoteza, ila si katika hali ya kawaida, kuna ulakini. Na ni kweli kulikuwa na ulakini, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba shetani akiwa kwenye kuzunguka huku na huko na umo duniani, alikutana na Ayubu, akakutana na Mungu. Alafu Mungu akamuuliza, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani akasema, si umemwekea mkono wako? Yaani kumbe shetani alishamfanyia diagnosis, alishamchunguza, alishamzunguka na kuona okay, huyu si nguvu alizonazo, huu upendo alionao, hekima alionayo sio kawaida, lazima kuna mkono wa Mungu. Mungu akamwambia, huyo sijaweka mkono wangu wala sijamwekea ulinzi. Yeye tu anampenda, ananipenda automatically. Alafu shetani akasema okay, Mungu akampa kibali kabisa, nenda kamjaribu, nenda kashughuliki naye, ila roho yake niachie. Na ndio maana shetani anakuja, anaanza kupiga vile vitu ambavyo vinakaa ndani ya moyo. Si kama unanielewa, vile vinavyoshika nini? Moyo. Kwa sababu gani? Biblia inasema ilipo hazina yako ndipo ulipo moyo wako. Kwa hiyo hazina ni mali, hazina ni vitu vya thamani. Kwa hiyo pale ambako thamani yako ilipo, ndipo na moyo wako ulipo. Kwa maana yake, kwa namna fulani shetani alijua moja kwa moja hizi mali hizi ndio zinampa kiburi, hizi mali ndio zinampa thamani. Ndio maana akaanza kupiga. Lakini kila alipokuwa akipiga mali, hakuna maajabu. Bado Ayubu alibaki amenyoka hivi kama roho. Bado alibaki kumtumainia Mungu. Hata baada ya kupiga na watoto pia alisimama na kumtumikia Mungu. Behind the scene tunamwona Ayubu, kumbe wakati watoto wake wanakula bata, tungesema leo hivyo,
wanapata wanaburudika na mvinyo na masherehe makubwa, vyakula, manyama na nini. Yeye Ayubu huku nyuma alikuwa anamtolea Mungu sadaka. Akisi ya mkini, hao wanangu wanaweza kawa wanamkosea Mungu. Mwangalia hekima hiyo. Wanaweza kawa kwa namna moja nyingine wanamkosea Mungu. Kwa hiyo akawa anatubu kwa niaba yao, ili Mungu asiwaadhibu au akamwadhibu yeye. Kwa kunawezekana kuna baadhi ya watu wamewahi kufanya jambo fulani, kwa hiyo lile jambo linasababisha mambo mabaya yanatokea kwako na kwa kizazi chako. Hiyo shika hiyo, ili uanze kutubu kwa akili. Ufunuo 2 pale kasome kwa wakati wako, utaona hiyo kitu nakwambia. Dhambi za mababu zinaweza zikakufuatilia. Lakini pia hata kwenye kitabu cha Ezekieli pia kuna mahali amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi wa Mungu, nikufungue macho na uone kwamba kumbe haya maisha ambayo unaishi sio kusudi la Mungu. Wewe ulikusudiwa kuishi maisha makubwa yenye vitu vikubwa, na ndio maana ukaanza kupata kitu kikubwa ambacho kinaitwa ni kumjua Mungu. Hicho ni kitu kikubwa mno ambacho sasa kwa kumjua Mungu ndio source ya kila kitu. Ndio anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa bure. Kwani mengine ni yapi zaidi ya yale mahitaji yako? Na mahitaji yako ni yapi kama sio fedha, nyumba, maisha mazuri, uwekezaji mkubwa, mashamba, mifugo, mke bora, watoto bora? Hayo ndio mahitaji yetu. Lakini haya yanakuja straight, yamenyoka tena perfectly ukifuata kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa, kama Ayubu aligundua mali ziliibiwa, akamwamuru shetani kupitia Ayubu 20:15 hazitapiki, kwa maana kwamba azirejeshe, na zako ambazo zimeibiwa zitarejea katika jina la Yesu. Zako ambazo zimefichwa zitarejea katika jina la Yesu. Yaani kuna vitu vingi vya siri ambavyo viko kwenye kitabu cha neno la Biblia hii, ambavyo kiukweli ukivifuatilia unakuja kugundua bana, kumbe kuna vitu vingi hatufahamu. Alafu kuna vitu vingi tunachukulia rahisi. Kwa mfano, hii Isaya hii hapa. Isaya 45. Kitabu cha Isaya hapa. Okay, kitabu cha Isaya hii hapa. Okay. Isaya 45:3 anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana, ni kuitae kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Kumbe kuna ambazo zimemezwa, alafu kumbe zipo za gizani, alafu zipo za siri. Ndio nakwambia kuna vitu ambavyo sisi tunachukulia kawaida, lakini vinatutesa kwa sababu ya kukosa ufahamu. Wengi ambao tuna wokovu, walokole, tunaishi maisha ya tabu sana. Kumbe ile thamani yetu kuna namna ilishawahi kuibiwa, na wameiba waovu wanaifanyia kazi. Yaani kuna mtu anafanya mambo ya kipumbavu kupitia nyota yako na linafanikiwa. Yaani linafanya biashara kubwa hivyo. Mali za siri ni mali gani? Hizi mali za gizani ni zipi? Tutaendelea siku nyingine vizuri kuona mali za gizani ni zipi, hizi hazina za siri ni zipi. Lakini leo nikuhakikishie tu kwamba Mungu aishivyo, kile ambacho unastahili lazima ukipokee, na wala hakuna anayezuia. Na kama Mungu alikusudia wewe tajiri, lazima wewe tajiri, na nicho ambacho amekusudia. Na ndio maana nasema sisi ni mfano na sura yake. Yaani kwamba Mungu ametumba sisi tuje tuteseke, tupate shida. Sio kweli. Kwa sababu gani? Mungu hakuwahi kuteseka, wala hataki watu wake wateseke. Na kwamba hayupo yote anayetaka mwanae ateseke. Na namna ambavyo Mungu ametufanya, ametutoa katika level ya wana kabisa.
ametupa level ya uungu. Zaburi ya 86 asema ninyi ni miungu wangu duniani, kwamba tayari Mungu alishatutoa kwenye level ya wana, yani ametupa uungu, kwa maana kwamba Mungu leo elfu ndogo manake ni mtawala. Sasa tutawala nini? Manake sisi tu warithi pamoja na Bwana, manake tunarithi vile vya Bwana, kwa sababu Zaburi 24 inasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Mimi na wewe ni warithi kwa mujibu wa Galatia. Tunarithi nini? Vile vya Bwana. Lakini mbona hatunavyo? Mbona tunavyo ambavyo tunatakiwa tuvirithi vile vya Bwana ambavyo ni vyote? Hapo ndio tunapata maswali kujiuliza. Shida iko wapi? Shida ni ufahamu. Hakuna siri kubwa ambayo sisi tunakosa na inatufanya tuteseke kama ya kukosa ufahamu. Ukipata ufahamu, mtumishi wa Mungu, wewe umevuka. Kwa mfano leo unajua kabisa, kumbe mimi nikitaka nifike pakubwa lazima nianzie padogo. Siwezi kuanzia pakubwa kule nishuke chini. Japo Mungu ni wa mambo makubwa ambayo yana systematica, huwa yanaanza, yanaendelea, yanaenda. Na ndio maana nikupe tumalize leo hivi. Tunafahamu maisha ya Yesu, namna ambavyo alizaliwa. Kwanza kuna scenario mbili, matukio mawili makubwa. Kuna tukio ambalo lilianza na Yohana Mbatizaji, ambako Zakaria kama kuhani mkuu, zamani kabla ya Yesu kulikuwa na patakatifu ambako hapo kuhani mkuu au kuhani mwenye sifa ya ukuu, ilikuwa Roma, tungesema labda makina kardinali au papa, ndio walikuwa wanaenda pale kufanya ibada, kuwasiliana na Mungu. Na sifa ya mahali hapo, alikuwa hawezi kuingia mtu wa ovyo. Na watu ambao walikuwa wanatumwa kwenda pale, yani walikuwa wanaenda kwa niaba ya watu, lakini wale watu ambao unaenda kwa niaba yao walikuwa hawakuamini. Kwa sababu hiyo walikuwa wanakufunga kamba mguuni, ili yamkini labda kwenye harakati zako huko za maisha yako, yamkini umemkosea Mungu, ukatenda dhambi. Kwa hiyo ukienda pale patakatifu, kwa kuwa ni zamu yako, au utachomoka, au utatoka, utafia hapo. Kwa sababu Mungu alikuwa ni Mungu wa majeshi, Mungu wa vita. Sio Mungu mwenyezi ambaye ana upole, ni Mungu wa majeshi ambaye anakuja kwa ukali wote. Unajua Mungu ana sifa zake. Kuna saa anakuwa Mungu mwenyezi, yani Mungu mpole. Ila saa akiitwa Mungu wa majeshi, Bwana wa Bwana, hapo kaa mbali. Anakuwa kweli ni Mungu. Adhabu inanyoka hivi mstari. Kwa sasa, kwa sababu ya watu wale ambao ni waumini tuseme, ambao walikuwa wanahubiri wako kwenye hiyo hekalu, kutokuamini 100% kwamba huyu nabii mtumishi wa Mungu, kuhani, anaweza wakati mwingine akatenda dhambi kwa kutokujua au kwa kujua au kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Walikuwa wanamfunga kamba mguuni, ili akienda pale kama atashindwa, Mungu wa majeshi atashuka akakuta ni mchafu, akamuulia hapo, wamvute, ili kesho kutwa aende mwingine kuwasiliana na Mungu. Sio, umeipata hiyo? Kwa hiyo sasa wakati Zakaria amepata kibali au nafasi ya kwenda kuongea na Mungu pale, Mungu akamwambia, Bwana utampata mtoto. Akacheka sana. Akacheka kabisa. Asema, inawezekanaje hii wakati mke wangu tayari ni mzee, mimi mwenyewe ni mzee, hii inawezekanaje? Waambie sasa, kwa sababu hiyo wewe uamini, basi nitakufunga kinywa mpaka siku ambayo mtoto wako atazaliwa, yani baada ya miezi 9, siku ya kumbatiza jina mtamuita Yohana. Kwa hiyo bwana wewe mzee kwanza akapigwa na usingizi, ile nusu kaputi ile pale, na akawa kibubu. Miezi 9 kumbeba Yohana tumboni, tumbo la Maria na mama alikuwa Elizabeth, tumboni kwa Elizabeth, miezi 9.
bila kuongea chochote huyo Zakaria. Na pale baadaye wakaja wakamvuta hapo, wakaisi labda akafa, wakakuta bado anapumua. Kwa baada ya miezi 9 anazaliwa Yohana, ndio anakuja kusema huyu ataitwa nani? Yohana, kwa sababu Mungu aliniambia atakuwa na hivi na sifa hii na hivi. Scenario hiyo ya kwanza, lakini unaiconnect na ile ya malaika Gabrieli kumfuata Mariamu na kumwambia, salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Ile salamu ni kwa kipekee. Pale akampa ile uwezekano ule wa kubeba mimba kwa namna ya Roho Mtakatifu. Lakini baadaye anampa pia taarifa, pia kuna ndugu yako Elizabeth ana ujauzito. Na wakati Mariamu akiwa mjamzito ndio unaanza anakutana Elizabeth, kitoto kinacheza tumboni. Yaani manake Yohana na Yesu wanaanza kucommunicate, ambako pia walikuja kucommunicate wakati Yohana anambatiza Yesu. Yule njiwa akashuka kwa namna ya Roho Mtakatifu, akamwambia, huyu ndiye mwanangu mpendwa nipendezayo nayo, msikilizeni. Hivyo Yesu anazaliwa holini. Prokushani hizo zinatokea, baadaye anakuja na batizwa. Kuna watu waliona wokovu, walikuwa wanasubiria Yesu azaliwe waone wokovu alafu afe. Anaanza kufanya circumstance mbili hivi. Kwanza alienda akiwa na miaka kama 12 hivi, 12 hapa, akawafundisha makuhani na waandishi na Mafarisayo, wazee kabisa, kwa hekima kubwa mno, mpaka ukawa unashangaa huyu mtoto wa namna gani. Kumbuka kati Yesu akawa kuna namna amepishana na mamake wakati wameenda sokoni. Baada ya hapo hatukuona tena Yesu anafanya chochote mpaka alipofikisha miaka 30. Hatukujua anafanya nini, kwenye maandiko hajaandika. Kwa hiyo kumbe upo wakati wa kusubiria miujiza na wakati wa Bwana utokee. Na ndio maana utajiri wa Mungu pia wenyewe na lazima uwe na passion, subira. Yaani wewe tu unakao ujue kwamba mimi ni tajiri, mimi nitabarikiwa kuliko yoyote, mimi na kila kitu. Kaa kwenye maombi, jua tu time will come na kila kitu utakipata. Na wewe unamwambia tu Mungu, maana Mungu anasema nikumbushe na tuojiane. Eleza mambo yako uweze kupata haja yako. Kitabu cha Isaya kinaweka wazi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unamkumbusha tu Mungu, usisahau kwamba mimi natakiwa niwe tajiri. Mungu natakiwa niwe na hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu uwe na moyo safi tu. Yaani unamwambia Mungu hiki na hiki, alafu unajua kabisa hii naipata. Vile ambavyo mwanao anakufuata anakuambia baba naomba ile daftari, ana uhakika 100% kwamba lazima apate. Yes, na wewe na 100% kwamba hiki lazima nipate. Alafu angalizo, akili yako isitumike kwenye kumsaidia Mungu kufanya maamuzi. Kama hujanielewa hivi. Unajua kuna mtu anaomba kitu alafu huko anawaza kichwani, okay, nimeomba kupata gari ile, najua ile pale kule inaenda kuforce napata ile pale, nafanya hivi na hivi, afu hapo tayari umeshamtengenezea Mungu structure. Kwa hiyo unamlimit yeye kufanya kazi. Yaani unamtengenezea kabisa mstatili. Unamlimit yeye kufanya kazi ili kupata kile ambacho unakitaka. Wewe mwambie tu Mungu nataka hiki. Yaani kinatoka wapi hiyo sio shughuli yako. Hiyo isikuhusu. Wewe jua tu hiki nakitaka, alafu timiza wajibu wako, kuomba na kufanya kazi. Mungu ataleta njia ya wewe kupata unachokihitaji bila shida yoyote, bila kuzuiliwa na yoyote, katika jina la Yesu. Sema na Mungu Baba, saa hii asubuhi ya leo naungana na majeshi ya kurejesha kila ambacho kiliibiwa ndani yangu, kama ambavyo ulirejesha mali, fedha, mifugo, mashamba, heshima, kibali kwa Ayubu ambaye alinyang'anywa kila kitu na adui Shetani, Ibilisi, joka la zamani. Na mimi sasa hivi asubuhi ya leo narejesha kila ambacho kiliibiwa ndani yangu
katika jina la Yesu. Mali yote ambayo ilistahili ikamezwa, ikaingizwa kwenye shimo, ikamezwa, ikaingizwa na kufichwa gizani, ikawekwa kwenye mapango, ikawekwa misituni, kwenye bahari, chini ya bahari, ikawekwa kwenye maandaki ya ovu, ya kishetani, ya giza, ya kuzimu, kuanzia sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu na amuru chochote ambacho nastahili kukipata nikipokee sasa hivi katika jina la Yesu. Natuma nguvu, majeshi ya wokovu, majeshi ya hakika, majeshi ya jeshi la Bwana yaingie kazini kurejesha kila ambacho nastahili, kurejesha kila ambacho ni cha kwangu kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Na amuru kushoto, kulia, kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, juu, chini, kuachia vyote ambavyo vilikuwa vimeibiwa juu yangu, kuibiwa ndani yangu. Na amuru nyota yangu kurejea ndani yangu katika jina la Yesu wa Nazareti. Sema amen. Mungu aishivyo, umepokea kile ambacho unastahili katika jina la Yesu. Endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la Awake Ministries International. Lakini unaweza kwa comment hapo namba yako niunge, nami nitakuunga kwenye grupu la WhatsApp kwa ajili ya kupata mafundisho na neno la Mungu kila siku. Mungu ni mwema, Mungu anaweza, Mungu hajawahi kushindwa wala hana mpango wa kushindwa. Endelea kupambania ndoto yako na huduma yako ndani yako ikue kila saa, kila wakati katika jina la Yesu. Mungu wangu, Mungu wa mbinguni akutunze, akulinde. Sema